Kwa hatua ya kwanza anasema tambua nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tambua nafasi yako. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwenye maisha yetu haya Mungu amempa kila mwanadamu, amempa nafasi yake. Nafasi maana yake nini? Amempa ufalme au utawala. Kuna mahala ambapo Mungu amekuumba kwa kusudi lake ili upate kulitumikia lile kusudi lake, na mwisho wa siku utukufu rudi kwake. Maana tumesema jumla ya mambo yote ni kumpa Mungu ibada au kumcha Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, tambua nafasi yako. Isaya sura ya 50 mstari wa 2. Maandiko yanasema, basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kukemea kwangu unaikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanuka kwa sababu ya pana maji, na wafa kwa kiu. Hili ni swali ambalo Mungu anatuuliza. Ikiwa tunatamani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ikiwa tunatamani kuwa na maisha yenye baraka, na kama ambavyo Mungu alishaahidi toka mwanzo ya kwamba chagua baraka ili uwe heri, na anasema utakaposikiza na kuyashika maneno yangu na kufanya bidii kuyaishi, wala tuwe sana, anasema kwamba Mungu ataifanyikisha njia yako pamoja na kukustawisha sana. Sasa Mungu anauliza, je, haya yote kweli hawezi kuyafanya? Kwamba mkono wa Mungu ni mfupi, hawezi kutuokoa katika hali ya utumwa? Mungu anauliza tena ya kwamba hana nguvu za kuponya, hana nguvu za kutenda mambo makubwa? Maana amesema ikiwa mimi ndiye Mungu niwapaye nyinyi nguvu ya kupata utajiri, je, haoni kwamba tunahitaji huo utajiri kwa ajili ya utukufu wake? Haoni kwamba tunahitaji fedha kwa ajili ya kazi yake na kwa ajili ya maisha pia? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mahala pengine maandiko yanasema kwamba ikiwa nyinyi wenye dhambi mnawapa watoto wenu samaki na sio nyoka, je, kwa yeye aliye mtakatifu Mungu inawezekanaje asitupe yaliyo mema? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo swali la kwanza Mungu anatuuliza linatupa hatua ya kwanza ambayo tunasema ni kutambua nafasi yako, kujua kusudi lako. Hapa anachozungumzia ni kwamba basi nalipokuja mbona hapakuwa na mtu? Maana yake kuna nafasi ilikuwa iko wazi. Haleluya. Kuna nafasi ambayo Mungu alipokuja kuangalia hakukuta mtu. Tumelia, tumeomba, lakini anapokuja kujibu anasema hivi, nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Wakati sisi tunaona Mungu ajibu maombi yetu au Mungu asikii, yeye naye anashangaa, anasema jamani, mbona mimi nimekuja sijakuta mtu? Maana siwe sana, mbona nimeita sijasikia mtu aliyejibu? Kwa hiyo nafasi yako, ukikosa nafasi yako, maana yake umemkosa Mungu. Mungu yuko tayari kushughulika na maisha yetu. Maana siwe sana, maana pengine maandiko yanasema yeye hujishughulisha sana na haja zetu.